Hebu tuongee wazi Nifa. Kuna wanaume wengi duniani hawana kipato kikubwa, lakini wana heshima kubwa. Nitasoma barua hii bila haya, bila woga, bila kuyumba. Habari gani mtazamaji wa Global TV? Hii ni barua ya wazi kwa Nifa na kwa wanawake wote wa Kiafrika, hususan wa Tanzania wenye mitazamo inayofanana na ya Nifa. Nitasoma barua hii bila haya, bila woga, bila kuyumba. Nitasoma kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, yenye maana, yenye ujumbe unaogusa nafsi. Nitasoma nikiwa nimebeba jazanda ya kesho ya binti yangu Salma na mabinti wengine wote wa Tanzania. Kesho iliyo safi, kesho iliyo na maadili, kesho iliyo na heshima. Mimi ni Ali Katalambula, mwandishi, msomaji, sauti ya tafakari, na hii ni Global TV. Kwako Nifa, na wewe mwanamke yeyote unayesimama nyuma ya kauli hii ya Nifa. Na kuandikia barua hii si kwa chuki, bali kwa tahadhari, si kwa dharau, bali kwa maonyo yenye upendo wa kweli, si kwa kushambulia, bali kwa kukukumbusha. Kuna mstari mwembamba sana kati ya kujiamini na kiburi, kati ya mafanikio na majivuno, kati ya kujithamini na kuwadharau wengine. Kulikuwa na kauli yako Nifa, kauli iliyosikika hewani, ikapenya masikioni mwa wengi, ikatulia mioyoni mwa wengi, lakini pia ikachoma nafsi za wengi. Siwezi heshimu mwanaume niliyemzidi kipato. Ni kauli nzito, ni kauli yenye uzito, lakini pia ni kauli yenye hatari, na hatari yake si kwa mwanaume pekee, bali kwa wewe mwenyewe, kwa wanawake wengine na kwa jamii nzima. Hebu tuanzie hapa. Heshima ni nini? Je, heshima ni pesa? Je, heshima ni kiwango cha mshahara? Na je, heshima ni ukubwa wa biashara? Na je, au heshima ni idadi ya followers mitandaoni? Hapana, hapana, hapana. Heshima ni tabia. Heshima ni maadili. Heshima ni utu. Heshima si kitu kinachonunuliwa, ni kitu kinachojengwa. Heshima si kitu kinacholazimishwa, ni kitu kinachotolewa kwa hiari. Sasa unaposema huwezi kumheshimu mwanaume kwa sababu unamzidi kipato, unafanya nini hasa? Unavunja mizani ya utu, unageuza pesa kuwa kipimo cha thamani ya binadamu, unapunguza hadhi ya mahusiano hadi kiwango cha fedha. Na hapa ndipo tatizo linapoanzia. Nifa, kiburi kina sauti laini sana. Mara nyingi huja kikiwa kimevaa sura ya kujiamini. Kinaweza kujificha kwenye mafanikio, kinaweza kujificha kwenye pesa, kinaweza kujificha kwenye maneno mazuri, lakini mwisho wake hujidhihirisha kwa dharau. Kauli yako Nifa ina harufu ya dharau. Dharau kwa mwanaume anayejitahidi, dharau kwa mwanaume anayepambana kila siku kujenga maisha, dharau kwa mwanaume pengine ambaye hana kipato kikubwa, lakini ana moyo mkubwa, ana maadili, ana heshima na ana upendo wa dhati. Kweli mwanaume huyu hastahili heshima kwa sababu gani? Kwa sababu tu hana pesa nyingi kuliko wewe? Hebu fikiria hili kwa kina Nifa. Kama heshima inategemea kipato, basi je, kesho ukipoteza hicho kipato utabaki na nini? Kama heshima inajengwa juu ya pesa, basi pesa zikiondoka, heshima nayo itaondoka? Huo sio msingi imara, huo ni mchanga unaosombwa na upepo. Na wewe mwanamke unaisikiliza barua hii, ikiwa una mtazamo kama huu, hebu jiulize, unajenga mahusiano au unajenga mashindano? Unatafuta mwenza au unatafuta mpinzani? Unajenga familia au unajenga ulinganisho? Kwa sababu mahusiano sio uwanja wa mashindano. Mahusiano sio vita ya nani ana zaidi. Mahusiano sio jukwaa la kuthibitisha ubora wa kipato. Mahusiano ni ushirikiano, ni kuheshimiana, ni kusaidiana, ni kujenga pamoja. Lakini kauli kama yako Nifa inavunja hilo daraja, inajenga ukuta, inapandikiza mbegu ya mgawanyiko, inamfanya mwanaume ajione hana thamani kama hana pesa nyingi, inamfanya mwanaume ajione ana haki ya kudharau kama ana kipato kikubwa.
na hapo ndipo jamii inapopoteza mwelekeo. Hebu tuongee wazi Nifa. Kuna wanaume wengi duniani hawana kipato kikubwa, lakini wana heshima kubwa. Kuna wanaume wana kipato kidogo, lakini wana maadili makubwa. Kuna wanaume wanaishi maisha ya kawaida, lakini wana roho safi, wana upendo wa kweli, wana uwezo wa kujenga familia imara. Na pia ukweli usiopingika, kuna watu wenye pesa nyingi, lakini hawana heshima hata chembe. Wana majivuno, wana dharau, wana kiburi kisichovumilika. Sasa ipi ni bora kwako Nifa? Mtu mwenye pesa bila heshima, au mtu mwenye heshima hata kama pesa si nyingi? Jibu lipo wazi. Nifa, mafanikio ni mazuri, kupata pesa ni jambo jema, kujitegemea ni hatua ya kujivunia. Lakini mafanikio bila unyenyekevu ni mzigo. Pesa bila maadili ni hatari. Kujitegemea bila heshima ni upungufu. Na hapo ndipo napokuomba ufikirie upya Nifa. Si kila mwanaume anayekuzidi kipato ndiye anastahili heshima, na sio kila mwanaume unayemzidi kipato hastahili heshima. Heshima haiendi kwa mwelekeo wa pesa, inaenda kwa mwelekeo wa utu. Na wewe mwanamke unaisikiliza barua hii, usiruhusu pesa zikufanye usahau misingi ya heshima. Usiruhusu mafanikio ya kupokonye unyenyekevu. Usiruhusu kipato kikufanye uone wengine hawana thamani, kwa sababu ukweli ni huu: leo unaweza kuwa juu, kesho unaweza kuwa chini. Leo unaweza kuwa na kipato kikubwa, kesho inaweza kubadilika. Maisha hayana uhakika wa kudumu katika mstari mmoja, lakini heshima ikijengwa vizuri hudumu. Heshima ikitunzwa hulinda mahusiano. Heshima ikitolewa kwa haki hujenga jamii yenye amani. Na hapa ndipo ninaposisitiza tena na tena kwa takriri isiyochoka: heshima sio pesa. Heshima sio pesa. Heshima sio pesa Nifa. Heshima ni utu. Heshima ni tabia. Heshima ni moyo. Nifa, labda hukumaanisha kudharau. Labda ulikuwa unazungumza kwa hisia. Labda ulikuwa unatoa mtazamo wako binafsi. Lakini maneno yana nguvu. Maneno hujenga. Maneno hubomoa. Maneno huathiri. Na kauli yako imeathiri. Ndio maana barua hii ipo. Sio kwa ajili ya kukunyamazisha, bali kukukumbusha. Sio kukukumbusha, bali kukuinua kwa fikra pana zaidi. Sio kwa ajili ya kukuhukumu, bali kukupa kioo cha kujiangalia. Na mwisho wa yote, na kuachia swali moja zito lenye kutafakari Nifa. Kama heshima yako kwa mwanaume inategemea kipato chake, je, upendo wako nao unategemea nini? Kwa sababu kama kila kitu kitapimwa kwa pesa, basi siku pesa zitakaposhindwa kununua amani, utabaki na nini? Fikiria, kwa sababu mwisho wa siku heshima sio bei ya mfukoni, ni hadhi ya moyo wako. Katika kutafakari na kuelimisha sauti ya jamii, jina langu naitwa Ali Katalambula na hii ni Global TV. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.